Wale waliomuua ndio leo wamesimama eti katika lengo la kuomboleza, ndio lengo la kutoa na kuhuzunika, na ugawaji wa sadaka na vitu mbalimbali, uvaaji wa nguo nyeusi na kujipiga piga. Alhamdulillah alladhi bitahmidihi yustaftahu kullu bab wa bidhikrihi yusdaru kullu khitab wa natubu ilayhi tawbatan man yuqinu annahu rabbul arbab. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, shahadatan tunjina inda Allahi zulfa wa husna ma'ab. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Ikhwatal a'izza, usikum wa nafsi awalan qabla al-ibtida wa akhiran qabla al-intiha bitaqwa Allahi ta'ala ma ta'atihi. يقول سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال سبحانه: فبهداه مقتدي. وقال سبحانه: رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Ndugu yangu katika imani, nichukue fursa hii kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sala na salamu zimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nikutake wewe pamoja nami katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, siri ya hapa tulipo na kule ambapo tuendapo. Kila mmoja kati yetu anapaswa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu katika imani, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliueleza umma: fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ikiwa mtaamini kama vile walivyoamini wale waliowatangulia, bila shaka mtakuwa mmeongoka. Na ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala katuelekeza, fabihudahu muqtadi, kupitia mienendo yao waliokuwa wakiishi katika maisha tulio nayo, ndivyo nasi tunatakiwa kupita mienendo hiyo. Ndugu yangu katika imani, kupitia aya hizi zituongoze namna gani tunaweza kuzungumza katika khutba yetu ya leo. Ndugu yangu katika imani, tufahamu ya kwamba tumo ndani ya kipindi maalum, kipindi ambacho baadhi ya watu huwa na furaha katika maisha yao, baadhi ya watu ni nyakati za huzuni katika maisha tulionayo. Kuna pote ambalo linaamini ifikapo nyakati kama hizi kwao ni furaha kwa kuondokewa na mmoja katika wale wema tunaowaamini, lakini wengineo ni sehemu ya huzuni kwa kuondokewa na yule mmoja katika wema ambao sisi tunaamini. Ndugu yangu katika imani, katika hili inaniongoza kuzungumza nanyi makanatu sahabati fil Islam, nafasi ya masahaba katika Uislamu tulio nao. Ndugu yangu katika imani, juhudi ambazo walizozitoa kwetu, juhudi ambazo wamezitoa katika kuhudumia Uislamu, ni juhudi ambazo za kuigwa, ni juhudi ambazo za kimfano, ni juhudi ambazo mimi na wewe hatuwezi kuzifikia kamwe kabisa. Kwa namna hiyo, Uislamu uliambiwa na kutueleza, la tasubbu ashabi, msije mkawatukana masahaba wangu, kwani kile walichokifanya ni kikubwa mno. Tukaambiwa hata nusu ya kibaba ya yale ambayo walioyafanya, kamwe mimi na wewe hatuwezi kufikia. Ndugu yangu katika imani, Muhammad ibn al-Hanafiya anatueleza ujio wa watu ambao walikuja wakimwambia ya kwamba amwengue madarakani Yazidi ibn Muawiya radhiyallahu anhuma jamia. Wanamwambia ya kwamba inna Yazid innahu la sharibul khamr wa innahu la tariku sala
Huyu Yazidi ambaye tunayemzungumzia, mtoto wa Muawiya, ambaye ndio aliyopo madarakani, tunakutaka ya kwamba umwengue nafasi yake, ukamate wewe nafasi hiyo kwa sababu zifuatazo. Innahu la tariku sala, kwani Yazidi ni mtu ambaye hatekelezi ibada ya sala. Wa innahu la sharibu al-khamri, hakika yake yeye ni mtu ambaye ni mlevi. Hakuna eneo lolote wanapouza pombe isipokuwa utamuona Yazid ibn Muawiya. Akasema, mimi ninavyomfahamu Yazid ibn Muawiya, innahu muwadhibun lis-salah, yeye anadumu muda wote anatekeleza ibada ya sala. Mbali na hivyo, mutaharriyan lilkhairi, yeye mara zote utafuta khairi, uipatapo anaitekeleza. Leo nyinyi mwanambia ya kwamba mtu huyu ni mlevi, mtu huyu ni mnywaji, mtu huyu 1 2 3, mmepatapo kumuona. Wanasema hapana, innahu tasannu'an bihi lak, anayoyafanya yote hayo mbele yako anafanya ya kwamba ili aonekane kwako ni mtu mwema. Akasema, fama rajauhu bi, matumaini yake kwangu mimi ni yapi? Wama khawafuhu minni, hofu yake kwangu mimi ni nini mpaka leo afike mahala ajioneshe kwangu ni mtu mwema? Kwa lipi? Akawageukia kwa upande mwingine, je, nini mshapatapo kumuona? Na kama ni kweli mmepatapo kumuona, innahu la shurakauhu, kwamba nyinyi ni washirika wake, nyinyi ni katika wale ambao hawasali, nanyi pia ni katika wale ambao ni walevi. Na kama hamjaona, fahamuni Uislamu unatuambia illa man shahida bilhaqi wa hum ya'lamun, hakuna yoyote anayetoa ushuhuda isipokuwa yule atakayetoa ushuhuda awe na sifa ya utambuzi wa lile analolitolea ushuhuda. Kama nyinyi hamna lile ambalo mnalolitolea ushuhuda, hamna utambuzi nalo, ifahamuni ya kwamba nyinyi mpo mbali na mwongozo wa Qur'an, mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Juhudi za wale wabaya dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam haikuwa ni jambo lenye kuanza katika wakati tulionao, bali mikakati hii ilikuwa ni mikakati ya enzi na enzi, mikakati ya kale. Ikifika mahala huyu Muhammad ibn al-Hanafiya, mtoto Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma jamia, anajiliwa na hawa wakimwambia ya kwamba wamtoe Yazidi ibn Muawiya kwa sababu ya kwamba eti ya kwamba ni mlevi, eti ya kwamba yeye ni mtu ambaye hatekelezi ibada ya sala, hali ya kuwa yale ambayo wamsemayo yeye wala hana mmoja kati ya hayo wanayomweleza. Kwa juhudi za kuwachafua masahaba wa Mtume haikuwa ni jambo lenye kuanza katika wakati tulionao, bali ni juhudi za kale, ni juhudi ambazo zimeanza enzi na enzi. Waliopo leo ni wanaendeleza gurudumu ambalo walilolianza watu ambao waliotangulia. Mtu mmoja alitoka Misri akaja Madina, akawauliza, mani sheikhu fikum, nataka kujua ni nani mtu mzima wenu katika mji huu wa Madina, ni nani ambaye ni mtu mzima ambaye mimi naweza jambo langu nikaanza naye? Akaambiwa Abdullah ibn Umar, ni sahaba wa mtoto wa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma jamia. Walipomuongoza kwa huyu bwana, akawa na maswali yake kadhaa. Akamuuliza, hal ta'lamu anna Uthman ibn Affan taghayyaba an Badrin, unajua ya kwamba Uthman ibn Affan hakupatapo kuwemo katika wale ambao walioshiriki vita vya Badri? Hili walitambua? Abdullah ibn Umar anasema, naam, nafahamu vyema ya kwamba Uthmani hakuwamo katika vita hivyo. Akamwambia, hal ta'lamu anna Uthman farra min ghazwati Uhud, wafahamu Uthmani alikimbia vita vya Uhudi. Mtume aliwapanga watu 50
katika Jabalur Rumat, kwamba pale walinde kwa namna yoyote ilivyo, hawatakikani kushuka. Katika wale walioshuka juu ya mlima ule akiwemo Uthman ibn Affan. Unafahamu hilo? Abdullah ibn Umar akasema ndivyo nafahamu. Akamwambia, hal ta'lamu anna Uthman taghayyaba an bai'ati ridwan? Walijua ya kwamba Uthmani katika kile kikao kilichokaliwa chini ya mti, idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, pindipo pale wanapokubaliana nawe chini ya mti. Kikao hichi Uthmani hakuwamo. Walijua hilo? Abdullah ibn Umar akasema ndivyo najua. Huyu bwana akasema, hasa alhaqu, tayari nimepambanukiwa na uhalisia wa mambo. Yale wanayoyasema na tunayoyasema, Uthmani si mtu wa maana. Sasa imepambanuka ukweli wa mambo. Kumbe ni kweli vita vya Badri hakuwepo. Kumbe ni kweli vita vya Uhud alikimbia. Kumbe ni kweli kile kikao kilichokaliwa chini ya mti alkadhalika hakuwamo. Abdullah ibn Umar akamwita, akamwambia, kaa nikwambie uhalisia wa mambo. Ama upande wa bai'a, upande wa vita vya Badri, alimtaka ridhaa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwamba naomba ridhaa yako niweze kumuuguza binti yako, ili niweze kumpatia huduma mbalimbali, kwani ni mgonjwa mke wangu. Mtume alitoa ridhaa kumuuguza binti yake. Na ndani ya vita alirusha mshale akasema, hadha sahmu Uthman, mshale huu ni ulushaye hapa ni kwa niaba ya Uthman ibn Affan. Ama upande ya kwamba vita vya Uhud hakuwamo, Allah subhanahu wa ta'ala wale wote waliokimbia alishawasamehe, ikiwemo na Uthman ibn Affan. Ama upande wa hili tukio la kwamba yeye hakuwamo ndani kikao kile, Mtume alimtuma Uthmani ili akatoe taarifa ya kwamba Muhammad ibn Abdullah anatoka Madina anakuja Makka mu'tamiran, anakuja kutekeleza ibada ya umra wala haji kwa niaba ya mapambano. Ndipo kikao kikakaliwa nyuma ya kwamba Uthmani ameuawa. Watu wanajadili mustakbali wa uadui aliofanyiwa Uthmani. Ndipo kikao hichi kinakaliwa. Ndio maana Uthmani hakuwamo ndani ya kikao hicho. Ndugu yangu katika imani, mtazame mtu ametoka Misri, amekuja Madina ili kutaka ithbati ya machafu wanayetaka kumsemea Uthmani ibn Affan radhiyallahu anhu ta'ala. Fahamu ya kwamba juhudi za wale wabaya dhidi ya masahaba ni juhudi za kale na wala si juhudi za sasa. Ndugu yangu katika imani, leo pameibuka wengineo ambao wanawazungumza vibaya masahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wapo ambao wanamzungumza Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ya kwamba yeye amepatapo kumdhulumu mirathi yake Fatima radhiyallahu ta'ala anha. Ndugu yangu katika imani, Mtume alipokea ngawira alipoenda kuifungua na kuikomboa ardhi ya Khaybar. Na mara baada ya kufariki bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, Fatima radhiyallahu ta'ala anha anamtuma Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu aende kwa Abu Bakari akadai mirathi ya baba yake. Abu Bakari anamwambia Mtume alieleza, ma taraknahu sadaqa, kile ambacho tunachokiacha mitume wala hakiingii sehemu ya mirathi ya watoto wetu au familia zetu, badala yake kinaingia sehemu ya sadaka kwa Waislamu. Hivyo mali hii aliyoacha Mtume sitakugawia wewe eti iwe ni sehemu ya mirathi, kwani hili silo katika mwongozo wa Mtume wetu alayhi salatu wassalam. Mama Fatima radhiyallahu ta'ala anha akapata na kigegezi katika moyo wake, akapata ukakasi ndani ya moyo wake,
hali ambayo ilidumu takriban miezi yote aliyokuwa hai. Hazungumzi naye Abu Bakari Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Nipo wale wengineo waliokuwa wabaya wakamzungumza vibaya ya kwamba eti Abu Bakari amemdhulumu Fatima radhiyallahu ta'ala anha, wakati hadithi hii ambayo anaitamka Abu Bakari, ma taraknahu sadaqa, katika wale walioipokea hadithi hii ikiwemo ni yeye mwenyewe Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ndugu yangu katika imani, walitaka kumchafua Abu Bakar na wakanasibisha chuki aliyoionyesha kutomsemesha Fatima Abu Bakari. Tunasema ya kwamba kumchukia kwake Fatima Abu Bakari au kutomsemesha kwake Fatima Abu Bakari kuna nini pindipo pale Allah akimridhia kwa lile ambalo alilolifanya. Laqad radiyallahu anil mu'minin, Allah amewaridhia waumini. Ni nani hawa walioridhiwa? Zaidi ya kwamba miongoni mwa hao ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini wapo ambao walisema kwamba hapana, haikuwa mirathi, badala yake mali hile ilikuwa anadai Fatima kama ni sehemu ya kwamba Mtume alimgawia mwanawe, na wala hakumpa kama mirathi, badala yake alimpa kama mtu anavyompa zawadi mwanawe. Ndugu yangu katika imani, tunaijibu hoja hii katika namna ifuatavyo. Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu alimwita Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akamwambia Mtume, naomba ukawe ni shahidi, nataka nimgawie mwanangu kitu hichi. Mtume akamwambia, je, umewafanyia watoto wako wote, wanao wote umewafanyia hivyo? Anasema hapana. Akasema hapana, sishuhudili ala jaurin. Alitumia neno ambalo ni neno zito. Siwezi nikashuhudia kitu ambacho hakina afya. Ala jaurin, kitu ambacho ni fedhuli, kitu ambacho hakiendani na misingi sahihi ya Uislamu. Leo Mtume huyu aliogoma kushuhudilia ugawaji wa zawadi kwa mtoto mmoja wapo na mwingine amekosa. Leo yeye mwenyewe anawezaje kufanya? Fakaifa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yufarriku baina abnai, yawezekanaje kwa Mtume yeye mwenyewe awezaje kuwagawa wanawe, amgawie Fatima na wengine washindwe kuwagawia? Kwa kuwa tunaamini vita vya Khaybari vilitokea mnamo mwaka wa 7 Hijria. Wakati huo Fatima yuhai, lakini mnamo mwaka wa 8 anafariki Zainab. Kwa nini asimgawie pia na Zainab ambaye amefariki mwaka wa 8, amgawie Fatima? Lakini mnamo mwaka wa 9 alimpoteza Kulthum. Kwa nini ashindwe kuwagawia watoto wake wawili hawa, Zainab na Kulthum, alafu amgawie Fatima radhiyallahu ta'ala anha? Kalla thumma hasha. Haiwezekaniki kabisa kwa Bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Hii ni mikakati ya kuona namna gani katika hali ya kuwachafua masahaba wa Mtume wetu alayhi salatu wassalam. Kuna mtu mmoja katika miaka kadhaa iliyopita au miezi au mwaka jana, ilifika mahala anasema, ikiwa masahaba wote ni wema, ikiwa masahaba wote ni waadilifu, basi hata Muawiya. Subhanallah. Mtu mmoja alimwendea Umar bin Abdul Aziz akamwambia, kaifa takulu fi Muawiya, hebu niambie unamsemaje Muawiya? Akasema, kaifa aqulu fi rajulin kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul sami'a Allahu liman hamida wa yaqul rabbana walakal hamdu. Nawezaje kumzungumza mtu ambaye Mtume mwenyewe akisalisha usema sami'a Allahu liman hamida, naye usema rabbana walakal hamdu? Mimi leo wa leo namzungumzaje mtu huyu
wakati mtu ambaye alikuwa ni bora nyuma ya Mtume alayhi salatu wassalam. Muafa aliulizwa, unamsemaje Muawiya? Akasema, unamsemaje Muawiya na Umar bin Abdul Aziz? Ni nani aliyo bora kati hawa wawili? Akasema, la turabu Muawiya fi man kharay, Muawiya afdalu min Umar bin Abdul Aziz. Mchanga ambaye utakayepatikana ndani ya tundu za pua za Muawiya ni bora zaidi kuliko Umar ibn Abdul Aziz. Haya yote anayazungumza kutaka kutolea ithbati ya ubora wa hawa watu ambao tunawazungumza. Ndugu yangu katika imani, isifike mahala leo tukakokotwa ya kwamba eti tutetee familia za Bwana Mtume, eti ya kwamba mauaji ya Husaini yamekuwa 1, 2, 3. Tunaamini ya kwamba Husaini ameuawa. Ikiwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anatueleza kutila madhluman wa mata shahidan, ameuawa hali ya kuwa amedhulumiwa, lakini pia amefariki kuwa ni shahidi. Ndugu yangu katika imani, siku moja Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma jamia alikuwa amelala, faraa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akamuota Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ma'ahu qarura, akiwa na chupa, yaltaqitu daman, akiwa anaokota damu. Akamuuliza, ma hadha ya Rasulullah, hichi unachokiokota ni nini? Akasema, hadha damu Husain, hii ni damu ya Husaini ibn Ali radhiyallahu anhuma jamia. Ammar bin Yasir anasema, fahafidhnaha, tukaihifadhi ile siku, hatimaye ndio siku aliyouawa Husaini ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma jamia. Ishara za kuuawa kwake zilionekana kwa muda mrefu, kwa mujibu wa hili analolieleza Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma jamia. Lakini ni nani waliomuua? Ndugu yangu, Husaini aliitwa na wanakufa watu wa Iraki waende wamfanye kuwa ni kiongozi, lakini baadaye walimgeuka na kumuua. Wale waliomuita ndio wale waliomuua. Na ndio maana Abdullah ibn Umar siku moja alipokea mtu anatokea Kufa, maeneo ya Iraki, fakana yasalu an dami al-ba'ud, akaja anauliza damu ya mbu inayopatikana katika nguo ya mwanadamu, ebu tuambie nguo hii ni tahara ama si tahara? Abdullah ibn Umar akasema, undhuru ila hadha, tazameni huyu, yasalu an dami al-ba'ud wa kad qatalu sibta rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Leo auliza hukumu ya damu ya mbu, wakati huo ndio wale walioshiriki mauaji ya Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma jamia. Ndugu yangu katika imani, wale waliomuua ndio leo wamesimama eti katika lengo la kuomboleza, ndio lengo la kutoa na kuhuzunika, na ugawaji wa sadaka na vitu mbalimbali, uvaaji wa nguo nyeusi na kujipiga. Ndugu yangu katika imani, haya sio katika mafunzo yetu ya Uislamu. Tulijua ya kwamba wapo walio bora waliofariki kabla ya Husaini na baada ya Husaini, lakini mboni hatukuwaona katika hao wakiombolezwa kwa namna moja ama nyingine. Ali ibn Abi Talib ni katika hao waliouawa, Umar ibn al-Khattab ni katika hao, Zakaria alayhi salatu wassalam, Yahya alayhi salatu wassalam, mitume ya Allah imeuawa hivi, lakini mboni hatuyaoni hayo. Ndugu yangu katika imani, tusibebwe na wimbi hili tukaenda na sisi kuwachafua masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie wenye kusikia mambo na kuweza kuyafanyia kazi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an adhim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wal barur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa ala ibadihi alladhina istafa thumma amma ba'd. Ndugu yangu katika imani, nichukue fursa hii kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, sala na salamu ziende kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nikutaka wewe pamoja nami katika jambo zima la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tulielezwa lan yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha. Umma huu hautafanikiwa paka pale wayafate yale ambayo waliofanikiwa wenzetu ambao waliotutangulia. Ndugu yangu katika imani, tufahamu ya kwamba nafasi ya masahaba kwetu ni kubwa. Ndio kiunganishi chetu baina yetu na mafunzo ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kitendo cha kuwachafua yoyote kati ya hao ni kutuzuia kutowafikia au kutoyafikia mafunzo ya mtume wetu alaihi salatu wasallam. Yawezekana tukaambiwa fulani hafai, lakini kumbe huyo naye tuambiwaye hafai ndio ambaye ana mafunzo aliyoyapokea kwa mtume, ambapo leo tukiambiwa hafai ni vigumu kuelewa yale yote yaliyopitia kwake. Ndugu yangu katika imani, tutambue thamani zao ni kubwa, na kila mmoja ahakikishe anathamini juhudi zao na kuenzi, na tusikubali kutukanwa masahaba wetu, masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam. Katika hili, namna gani tunaweza kuyalinda hayo ili yasiweze kuibuka na kuendelea? Tukubali kuwekeza kwa vijana wasome elimu ya kumtambua Allah subhana na kumtambua mtume sallallahu alayhi wasallam. Tumeambiwa inna hadha alilmu dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Elimu nayo ni dini, tutafute wapi ambapo tunachukulia elimu zetu. Tunazo shule, tunavyo vituo ambavyo vinatoa elimu sahihi ya kumtambua Allah na mtume wetu alayhi salatu wasalam. Lakini ifikapo nyakati fulani wanatujia hawa marafidha, wanatuchukulia watoto wetu, wanaenda wanatusomeshea kwa ile lugha wanasoma bure, hali ambayo tunapandikiza mbegu mbaya itakayokuja haribu taswira mzima ya jamii yetu ya Kiislamu. Utatupandikizia mbegu ambayo itakuja kuathiri matusi makubwa ya bwana mtume alayhi salatu wasalam. Ndugu yangu katika imani, ikiwa hawa walithubutu kusema sehemu ya bwana mtume, sehemu ya siri, itaenda kutoswa motoni ikiwa ni sehemu ya kuitaharisha mwili wake. Kwa nini? Kwa kuwa alikutana na sehemu chafu za kina mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha pamoja na mama Hafsa binti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma jamia. Wewe unalionaje hilo? Bali tumeona juzi kati ya kwamba kulikuwa na sherehe zao walizozifanya, wakiandamana barabarani wakisema ya kwamba katika mkoa wa Mwanza ya kwamba siku kama ya leo walitoka maelfu ya masahaba wakaelekea Madina, wakawabaka kina mama mbalimbali, na hatimaye wakapata ujauzito ambao haukuwa wa halali. Ni nani katika hawa? Ni hawa wanatuchafulia masahaba wetu wa bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yawezekanaje kwa masahaba wa mtume waende wawabake kina mama? La haula wala quwwata illa billah. Wakati wao lolote alisemalo mtume wao usema sami'na wa ata'na, tunakusikiliza na tunakutii. Leo Allah anawaambia wala takrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wanawezaje kutoka kwa ushujaa mkubwa na ujasiri wa hali ya juu ili waende wakawabake kina mama ambao al-abriya? Ndugu yangu katika imani, ni chuki zilizopo dhidi ya hawa wanaotaka kutuchafulia masahaba wa bwana mtume alayhi salatu wasalam. Na kwa nini iwe Husaini? Ni kwa sababu Husaini ameoa mmoja mwa mtoto wa mfalme wa Fursi. Ndiyo maana leo wanaenzi na kuenzi kwa Husaini ibn Ali ibn Abi Talib, kwa kuwa ni shemeji yao, kwa kuwa ni mkwe wao, na wala si vinginevyo kwamba na kile ambacho wanachoamini eti ni familia ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu yangu katika imani, kumalizia khutba yetu hii, ihris ala ma yanfauka, pupia katika lile ambalo litakuletea faida. Katika hili tumeelezwa na Uislamu, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Allah subhanahu wa ta'ala ana watu ambao wao hawashughulishwi na biashara, sawa sawa mauzo au manunuzi.
muda wote wanajipinda kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, shughuli zetu mbalimbali tunazozifanya zisitufanye tukatoka ndani ya taa kutomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kundi la wengi limewashughulisha mambo mbalimbali, ikiwemo mipira. Mtu anakesha kwa sababu ya kombe la dunia, anakesha kwa sababu mambo mbalimbali, ima ya kisiasa, ima kadha wa kadha. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Allah subhanahu wa ta'ala ana watu ambao wao hawashughulishwi na mambo mengine zaidi ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Nimalizie kwa wale watu wawili. Mfalme mmoja ambaye alichaguliwa ili aongoze jamii, na mara baada ya kuchaguliwa alikimbia taifa lake na kwenda kandoni mwa bahari. Alipofika kule akakutana na watu ambao wanapiga matofali, naye akaungana nao akawa anapiga tofali. Muda wa sala ukifika, uacha shughuli ya tofali, huenda kufanya ibada. Jamii ya pale wakapata tabu, ni mtu wa aina gani anayefanya ibada huyu? Ndipo pale na wao wakapeleka taarifa kwa mfalme wao, tumepokea mtu ambaye tunafanya naye kazi, lakini ikifika muda fulani tuamuona anatoka anaenda anafanya jambo fulani kana kwamba anafanya ibada hivi, hatumjui ni mtu wa wapi. Mfalme akatoa mwongozo, mwambieni aje. Awamu ya kwanza aliitwa, huyu bwana hakwenda. Awamu ya pili aliitwa, akagoma. Awamu ya tatu akagoma. Awamu nyingine mfalme wa pande ya kule akaona bora niinue mguu nikamuone ni nani aliyokuja katika himaya yangu. Alipofika pale, kwa kuwa naye alikuwa ni mfalme na huyu alivyokuja mavazi yake akaona huyu ni mfalme, akakimbia. Akamwambia, hebu nisubiri ndugu yangu, niambie ni nani. Akamweleza historia yake ya kwamba mimi nilikuwa mfalme, wamenichagua ndugu zangu, lakini baadaye nikaona hapana, wacha nitoke nikafanye taa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mfalme huyu naye akawaacha raia wake na akaondoka pamoja na huyu, akaenda sehemu nyingine, wakawa wanajikita kufanya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, ningekuwepo eneo la Urumaila katika ardhi ya Misri, ningewaonesha makaburi yao bisifati allati wasafana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwa zile sifa alizokuwa anatueleza Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Yale makaburi yao ningewaonesha wale viongozi waliokimbia maeneo yao kwa sababu ya kutafuta wapate wasaa wa kujipinda kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ningewaonesha. Tazama hawa, ikiwaji inawezekanaje wewe leo mipira ikupe nafasi kubwa kuliko kumwabudu Allah? Mambo yako sijui kilimo na mengineyo, sijui siasa na mengineyo, yachukue muda mwingi kuliko kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Tumia wakati wako vyema katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al batila warzuqna ijtinaba wa aqimis salah.